So ninaamini kwamba mpaka hapo kuna kitu tumeelewa tunapoongea kuhusu wakati huu ambapo tuko. Ilianza Friday na tunaendelea, na tulipokuwa kwa mkesha Friday pia naamini kwamba mambo haya tuliyaongea pia, na hata siku ya leo ninasikia nikaweze kuongea mambo haya. Kwa hivyo katika mlango wa 12 kitabu cha Kutoka tunaona kile kilifanyika. Ilifanyika jambo hili ni kwa sababu ya kuokoa wana wa Israeli. So kusudi la huyu kondoo kuchinjwa ilikuwa damu yake imwagike. Damu ilikuwa na maana kubwa. Ilikuwa damu hiyo imwagike kwa sababu najua wale walikuwa wamezoea kufanya ibada zao kwa kuchinja na kumwaga damu. So bado Mungu anajaribu kuwaleta katika utaratibu huu ili waweze kuelewa kwa haraka kitabu au waondoe hapo. Na ikawa ya kwamba wakiweka hiyo alama, malaika wa kifo akija hata ingia, na hii damu ilisimamia ukombozi wao. Kwa hivyo kama mwanakondoo hangechinjwa, hawangepata uokovu, wote wangeangamia, maana malaika wa kifo kazi yake ilikuwa ni kuangamiza. Kwa hivyo kwa nyumba ya mwana wa Israeli wangekosea, wakose kuweka alama ya damu, yule malaika angeingia na akaweze kuwachinja wale wazaliwa wa kwanza. Lakini tunaona kwa jambo hili wokovu unapatikana kwa wana wa Israeli, na wakatoka kule, kwa sababu baada ya kuangamiza wale wana wa Misri, ilimbidi Farao akubaliane na matokeo haya, na akakubali kuachilia wana wa Israeli ili waende katika nchi ya ahadi, na wakaanza safari na wakaenda katika nchi ya ahadi, kwa sababu Mungu aliwapigania na kawakomboa. Na mahali ambapo tumesoma pia mlango huu wa 22 katika Luka pia unatuunganisha na mahali hapo tulikuwa tumetangulia kusoma, na tunaona ilifika wakati wa sikukuu ya Pasaka katika ile mwezi au katika zile siku ambao wao wana wa Israeli walikuwa na hesabu Pasaka ikifika, na Yesu pia aliweka hii sikukuu maanani. Kwake ilikuwa na maana kubwa, na sikukuu kwa wana wa Israeli ilikuwa na maana kubwa kwa sababu ilikuwa ni siku ya ukombozi wao. Lakini tunaona katika mpango wa Mungu, pamoja na ya kwamba kuna sherehe hiyo itafanyika, na labda kutakuwa na kuchinjwa, na labda kutakuwa na labda watu kula pamoja, mambo haya ambayo inahusikana na sikukuu, ikaingiana na wakati ambao hii inaona kwamba kwa njia za kiungu ili unabii ukaweze kutimia, ikafanyika wakati ambao sikukuu imekaribia. Na tunaona hata Yesu anatumana akisema ya kwamba enedeni mkaandae Pasaka, kwa sababu Pasaka kwa sababu inaheshimika inafaa maandalizi. So moyo wako ni vizuri uwe umeandalika kwa sababu ya Pasaka ya Bwana, isiyo ya kwamba unasherehekea kama vile walevi wanaosherehekea kule nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatufai kusherehekea kama vile walevi wanavyosherehekea kule nje. Sisi tunasherehekea kama vile Kristo alivyosherehekea. So anaongea juu ya kwamba mahali Pasaka ilipoandaliwa. So maandalizi ya Pasaka ilikuwa na maana kubwa sana. Maandalizi yako kuhusu Pasaka ina umuhimu sana. Wewe hauibebi kama mambo mengine, maana tunapoingia undani tunaona baada ya Pasaka hii kufanyika, baada ya labda wamechinja na mambo yale yameendelea, Yesu ameenda mahali kulikuwa wafanyie ile Pasaka. Na tunaona ukisoma ile mistari imetangulia, tumeona kumbe wakati huo tayari Judas Iskarioti na wakuu wa makuhani na Mafarisayo na Masadukayo tayari walikuwa wamejiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. So walikuwa wameandaa. Kumbe siku hiyo watu wanapoingia kwenye Pasaka, ndio wakati huo hiyo Friday ndio hiyo wameandaa ya kwamba watamshika Yesu ili wakaweze kumsulubisha pale msalabani. Kwa hivyo kwao naona ya kwamba ni kama Pasaka kwao hawakuionea kama ina maana kubwa. Hawangengojea kwanza washerekee sikukuu
ili wafanye haya mambo mengine, lakini kwa sababu naona ya kwamba lilikuwa na kusudi la kiungu wao siku hiyo hiyo, ndio sasa naye Yesu, yani kwa ufupi, akatolewa sadaka. Maana nikisema ya kwamba nielezee hizo hadithi zote, tunaweza tusifike mahali ambapo ninataka tukaweze kufika. Praise the name of the Lord. So kwa ufupi ni ya kwamba katika siku hiyo, ndio hiyo siku ambao walimshika Yesu, na walipomshika wakamsulubisha, na walipomsulubisha akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akafa, tunaelewa kile kilifanyika. So ikifika muda wa saa 9 tayari wakawa wamemaliza, wamemweka msalabani, wamemduga kwa mkuki, na amesalimisha roho yake. Biblia inasema ya kwamba kwa karibu masaa 3 ya kwamba kuna giza iliingia. Bwana asifiwe sana. Na kipindi hicho ambapo walimuua, kuna mambo mengi ambayo yalitokea. So katika hichi kifo cha Yesu na kufufuka kwake, niseme ya kwamba kuna maana kubwa sana. So tunaona sisi tunaposherehekea Pasaka hii ina maana kubwa sana kwetu, kwa sababu aliyefanyika kuwa Pasaka kipindi kile, aliyetolewa kama toleo la Pasaka, kama vile mwana kondoo alivyochinjwa kule, sasa sio yule mwana kondoo wa kawaida au mbuzi, lakini tunaona ni mwana kondoo wa Mungu ambao amebeba uwezo wa kiungu. Ndiye huyo ambaye walimshika na wakaweza kumsulubisha. Na unajua Biblia inasema kwamba hata ilikuwa imefika siku zile za hiyo sikukuu ya Pasaka, kulikuwa na hali kuna wafungwa walikuwa naachiliwa kipindi hicho. Kumbe wafungwa wanaachiliwa na Yesu naye anaingizwa ndani kuchukua nafasi zao. Bwana asifiwe sana. So ilikuwa na maana kubwa sana sasa kwetu. So kama kuna watu wanafaa wafurahie sikukuu ya Pasaka, ni sisi, kwa sababu aliposulubishwa pale msalabani, alisulubishwa kwa sababu ya dhambi zetu, kama vile yule mwana kondoo pale katika Agano la Kale alivyotolewa sadaka kwa sababu ya dhambi za watu, kwa sababu ya kuokoa watu ambao walikuwa wameshikwa mateka. Maana Waisraeli walikuwa katika umateka, hawangeweza kujifanyia mambo yao, walikuwa nafanya yale mambo ambao wanaamrishwa, maana walikuwa chini ya umateka. Na kama vile dhambi huwa imemtawala mwanadamu na kuwa katika umateka wa dhambi. Bwana asiwe sana. So dhambi ni nini? Dhambi ni matokeo ya matendo ya tamaa za mwili. Nirudie. Dhambi ni nini? Dhambi ni matokeo ya kazi ya tamaa za mwili, na mwili unakuwa umechukua nafasi. So mwili unatuweka katika umateka, na tunakuwa mateka, na kama vile wana Israeli walikuwa katika mateka. Lakini sasa kuna kondoo alichinjwa na akawakomboa, kama vile Kristo alivyochinjwa, ili akaweza kutukomboa tusibaki kuwa umateka wa dhambi. Praise the name of the Lord. So sisi hatuishi tena katika umateka wa dhambi. Kwa hivyo naweza niseme ya kwamba benefit moja au faida moja kwetu ambao tunapata katika kifo cha Yesu ni ya kwamba sisi tunafunguliwa kutoka katika dhambini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapata ukombozi. Hatuko tena chini ya utawala wa dhambi, kwa sababu tunaelewa kwamba alipokufa na akafufuka, na hapo ndipo ushindi wetu unapatikana. Sitaki niende ndani sana, maana niliongea haya mambo Friday, kwamba katika kufufuka kwa Kristo ndio hapo sisi tumepata ushindi kutoka kwa dhambi. Lakini wakati alipokuwa amekufa, juzi nilikuwa nikielezea kwamba alipokuwa amekufa na akazikwa pale kaburini, kuna jiwe kubwa lilikuwa limewekwa, na kwa sababu Bwana asiwe sana, kile walikuwa wamezika pale ulikuwa ni mwili wa Yesu, lakini roho yake haikuweko. So huu mwili uliozikwa ndio ule mwili ambao ulitolewa pale msalabani, na pale msalabani tunaona ule mwili ulipigwa na ukachambuliwa, kwa sababu Kristo kile amefanya, amekubali kuchukua dhambi zetu. Amen.
alipochukua dhambi zetu, ni ya kwamba dhambi zetu, Bwana asifiwe sana. Wacha kwanza niseme hivi ya kwamba Yesu hakuja akiwa amevaa roho, alikuja akiwa amevaa mwili, kwa sababu kuna kitu Mungu aliona kule mbele, kwamba wanaotenda dhambi ni sisi ambao tunaongozwa na tamaa za mwili. So kile kinachotenda dhambi ni mwili, na kile kinastahili kuangamizwa ni mwili. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwili ndio unastahili ukaweze kuwa suppressed kabisa, ili uishiwe na nguvu ya kutenda dhambi, ili ukubaliane na roho. Na tunaona ya kwamba Yesu ameangikwa pale msalabani ukiwa ni mwili, na sisi ambao tuko na hii mili ndio tunakuwa wepesi wa kutenda dhambi. So hii mili yetu, dhambi zetu ambao tunatenda katika mwili, na ili sisi tusiangamizwe, akakubali kuchukua hizo dhambi zetu. So hizo dhambi ambao tunatenda katika matokeo ya mwili lazima zikihamishwa kwenye mwili mwingine. Bwana asifiwe sana. So dhambi zetu zimechukua na zikahamishwa kwenye ule mwili, maana Biblia inasema kwamba tumesurubishwa pamoja na Kristo. Haleluya. So which means ya kwamba dhambi zangu amezichukua kaenda nazo pale, na hii ni matokeo ya mwili. So mwili ule ndio maana umepigwa, umeadhibiwa. Bwana asifiwe sana. Ijapokuwa sio yeye alistahili, sisi ndio tulistahili mateso yale au mapigo yale, lakini yeye amechukua dhambi zetu na akakubali kwenda nazo pale msalabani. So dhambi zetu ni kwamba zimehamishiwa kwenye huo mwili. Huo mwili umepigwa na huo mwili umeuawa. Bwana asifiwe sana. Mwili huu ambao huwa unatenda dhambi sasa umeuawa, ili usiendelee na kutenda dhambi tena. Na huo mwili ndio umehamishwa na umewekwa kaburini na ukazikwa. So ni ya kwamba hayo matendo yote ya mwili, na hii ndio inafanyika wakati tunapookoka, kwamba nguvu ya dhambi inamalizwa nguvu ndani yetu, na Kristo anabeba hizo na anazikwa pamoja na hizo dhambi. So wakati ule ako pale kaburini hakuwa na uwezo, jiwe limewekwa, lakini wakati alipofufuka, juzi nikasema ya kwamba akiwa kaburini jiwe lilikuwa limewekwa, lilikuwa na uwezo mkubwa. Bwana asifiwe sana. Jiwe lilikuwa na uwezo mkubwa juu yake, hakuwa na uwezo juu ya lile jiwe. Lakini wakati alipopokea uzima, lile jiwe haligeweza kumzuilia, ni lazima ligembigilishwa liondoke. Praise the name of the Lord. So mchana wa leo ningetaka niseme ya kwamba katika kufa na kufufuka kwa Kristo, sisi tumepata msaada wa wokovu, mimi na wewe. Amina. Na nisemeje? Nataka kusema ya kwamba katika kufufuka kwake ndipo hapo tunapata ushindi. Ushindi hauko kwenye kifo, lakini ushindi uko katika kufufuka kwake. Maana najua mwimbaji mmoja, nisikia watu wengine wakimbia kwamba walipomshika Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili yaenda mbele. Ninaelewa ya kwamba wale walipomshika walijua kwamba wamemaliza vision yake na maono yake, lakini hawakujua ya kwamba kumbe ndio wamemsaidia kutimiza kile alikuwa atimize. So ni kama walitumika kusukuma maono yake yakaweza kutimika, na yeye akaweza kutimiza maono yake ya kulipa deni ya dhambi zetu na kuangikwa pale msalabani. So katika ufufuo wake, amen, na ni nguvu, ndipo nilikuwa nasema ya kwamba watu ni wengi wamezikwa na walikuwa na majina makubwa, lakini hawakuweza kufufuka. Bado mifupa yao iko kwenye zile kaburi, lakini mifupa ya Yesu haiko kwenye ile kaburi tena, maana kuna nguvu zilimfufua. Na ndipo Paulo anavyosema katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 na mstari wa 9, anasema ya kwamba I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. Ninatamani nikaweze kumjua Kristo na nikaweze kuelewa zile nguvu zilizomfufua kutoka kwa kaburi.
maana hizi nguvu ni za kipekee. Praise the name of the Lord. Amina. Na kama vile anavyotamani, na mimi ningeomba kwamba hata sisi tukatamani kujua mambo haya. Sehemu nyingine anasema kwamba anamtaka kumjua Mungu kwa kina, kwa upana na nini, lakini hapa anasema kwamba anatamani sana kujua hizo nguvu ambazo zilimfufua Kristo kutoka kwa wafu. Na ninaomba kwamba na iwe ni tamanio yetu ya kwamba ni nguvu gani, na tuheshimu hizo nguvu zilizomfufua Kristo katika wafu. So hata tunapoomba, ninajua kwamba tunachukua nafasi hiyo, nasema ya kwamba kwa nguvu za ufufuo. Amen. Kwa nguvu za ufufuo ambazo zilimfufua Kristo, ninaomba na hizo nguvu, ninaitisha hizo nguvu kwa mambo yangu ambayo yamekaa kufa. Hizo nguvu ambao zilirusha ile jiwe ikabingirika, ninaomba hata hizo nguvu zikaweze nami kaweze kuniondoa katika mateso ambayo niko nayo, hali hii ya umaskini ambayo imenilalia. Ninaomba ya kwamba hizo nguvu zikaweze kuniinua, nitoke kwenye utumwa huu wa umaskini, nitoke katika huo utumwa wa dhambi, nitoke kwenye huu utumwa wa magonjwa mengine ambayo imekuwa ni sugu. Inahitaji ujue ya kwamba kuna maombi, kuna jinsi utafremu maombi yako, kuna mambo utataja kwenye maombi yako ambayo itatupatia maombi yako nguvu. Haleluya. Maana kuna uwezo katika kunena katika kinywa chako. Kuna aina ya maombi ukiinua, na kwa sababu ya yale maneno umeweka kwenye yale maombi, kuna jinsi umemuingiza Mungu kwenye yale maombi kupitia maandiko na kupitia ufahamu. So maana tusiombe pasipo ufahamu, wacha tuombe tukiwa na ufahamu. Una make statement ambayo ina make sense. Bwana siwe sana. Maombi ambayo hata shetani akisikia anaona ya kwamba kumbe kuna jambo umejua, ya kwamba kuna nguvu za ufufuo. Na niombi yangu ya kwamba tunapoomba, wacha tu apply hii statement ya kwamba kwa nguvu ambazo zilimfufua Kristo, Bwana ninaitisha hizo nguvu. Haleluya. Kuna mambo imekaa kufa katika maisha yangu, na nanena katika nguvu za ufufuo, na nena ya kwamba zikaweze kuamka, ikaweze kufufuka tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. So nimesema ya kwamba tuna benefit ya kwamba tunapata msamaha wa dhambi. Amen. Haleluya. So ninazidi kusema ya kwamba kama Kristo hangefufuka, Ukristo wetu ungekuwa hauna maana. So that's another benefit ya kwamba inamaanisha kwamba Christianity is true. Ukristo ni jambo la kweli. Maana kama Kristo, yeye ndiye anathibitisha ya kwamba Ukristo ni jambo la kweli. Katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 15, Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 17, inasema hivi ya kwamba na kama Kristo hakufufuliwa kutoka katika wafu, imani yetu ni bure. Amen. So imani yetu ndani ya Kristo Yesu inapatiwa nguvu na kufufuka kwake. So tunapoongea juu ya wokovu, wokovu tumeupokea kwa imani, na imani hii tumeipata kwa sababu imani hii ya wokovu tunaipata kwa sababu tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Kama haingefanyika hiyo, hatungekuwa na mahali ambapo tumejishikilia tunapoongea juu ya wokovu wetu. Kwa hivyo nguvu ya wokovu wetu na kukiri na kushuhudia juu ya wokovu wetu iko na backup ya huo mstari ambao nimesema, 1 Corinthians chapter 15 and verses number 17, ya kwamba kama Kristo hakufufuliwa, imani yetu ni bure. Bwana asifiwe sana. Sinipata mtu anisomee kwa Biblia ya Kizungu. Kama kuna mtu ana Biblia ya English, naomba anisomee huo mstari tuone kama unasema hivyo. Amen.
Ni katika hiyo, nisomee, nani anasoma? Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 17. Si Baba Ruth unaweza unisomee? Acha tupate hiyo mic iseme. Amen. But if Christ is not raised, your faith is in vain. Your faith is in vain. You are yet in your sins. You are yet in your sins. Turudie tena, hebu rudia tena. But if Christ be not raised, if Christ is not raised, your faith is in vain. Our faith is in vain. You are yet in your sins. Bado tunakuwa tuko kwenye dhambi. Kwa hivyo ninasema hivi ya kwamba ni vizuri tunaheshimu kufufuka kwa Kristo. Hiyo ndio inatupatia nguvu, kwamba kama hangefufuka hata kuhubiri kwetu hatungekuwa na backup inayotupatia uwezo wa kuhubiria watu kuhusu mambo ya wokovu. Maana kama angekufa na asifufuke, sioni kama injili yetu ingekuwa na nguvu. Lakini kwa sababu alifufuka, inatupatia ujasiri, inatupatia confidence. Hata tukiongea mtu hata akijaribu kukuzima, najua nimekuja kukuya kwamba wale ambao ni antichrist, ambao wanapinga injili ya Kristo, ukiongea na yeye hata kuelezea hapana, hakufufuka. Hata watu huwa wanadanganywa ya kwamba wale askari walikuwa pale walipewa pesa na wakaambiwa waende waseme. Bwana asifiwe sana. Lakini hakuna kitu kama hicho ambao kilifanyika. Lakini tunajua kwamba Kristo alifufuka, na nafikiria kwamba wale tulikuwa hapa on Friday tulisoma mistari kadhaa ambayo inatuthibitishia ya kwamba Kristo alifufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika kufufuka kwake tunapohubiri injili, tunahubiri injili ambayo iko hai. Maana mwenye injili hiyo alikufa na akafufuka, na mpaka sasa bado yuko hai. Hatuongei juu ya injili ambayo imekufa. Praise the name of the Lord. So kufufuka kwa Kristo Yesu kuna maana kubwa sana. So tunaposherehekea siku kama hii ya Pasaka, kwetu ina maana kubwa. Tunasherehekea ushindi wa Yesu Kristo kufufuka. Maana kufufuka kwake kumetupatia nguvu, kumetupatia uzima, na pia kumetupatia nguvu tunapohubiria wale wengine na kuambia kwamba mimi nimeokoka. Amen. Kwa sababu Yesu ambaye nimemwamini alikufa na akafufuka na alibeba dhambi zangu. Na kwa sababu hiyo ninahubiri kuhusu Yesu ambaye ako hai. Hatuongei juu ya nabii fulani ambaye alikufa. Huyo hana nguvu ya uzima wetu, lakini Kristo kwa damu yake aliyemwaga, na anasema kwamba ni ya thamani mno. Gharama ya dhambi zetu ni gharama kubwa, haigetosha ng'ombe na mbuzi, lakini damu ya mwana kondoo, it was so precious, ina uwezo wa kulipa deni ya dhambi zetu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na mambo mengine ambayo naweza sema ya kwamba ilifanyika, ambao pia ni faida au ni benefit kwetu wakati Yesu katika hali hiyo ya kufa na kufufuka, ni ya kwamba Biblia inasema ya kwamba alipokuwa akikata roho, mahali pale tukio lingine ambalo litokea, Biblia inasema ya kwamba na pazia ya hekalu pia hiyo nao ilipasuka. Bwana asifiwe sana. So, unajua walikuwa najaribu kupinga, lakini mwishowe hao watu walikuja kukubali ya kwamba kweli huyu sio mtu wa kawaida. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kwanza kulikuwa na hiyo giza kama ya masaa 3, na wakati huo ndio pazia ya hekalu ilipasuka. Pazia ilikuwa inatumika na wale kuhani mkuu, ndiye angeingia pale ndani, apite ile pazia, aingie patakatifu pa watakatifu, na wale wengine wote wangekaa nje. So wangengojea yeye ndiye anakuja na ujumbe, yeye ndiye anakuja na suluhisho. Lakini baada ya hiyo tumepata access ya kwamba hata mimi na wewe tumepata ruhusa sasa,
maana ile pazia ishaondolewa, ilikuwa inazuia. So ni ya kwamba sisi zote tunaweza tukaingia na tukamuita Baba na tukainua kilio na maombi mbele ya Mungu wetu, na unapoomba Mungu huwa anasikia. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. So wakati ule ilikuwa ya kwamba ni sheria ni hivyo, lakini sasa Kristo anapokufa tunaona ya kwamba ile pazia ya hekalu, ripoti inakuja kwamba hata pazia ya hekalu imepasuka, kukaa na matukio mengi. So kwetu inakuwa ni benefit. Na Bwana Yesu asiwe sana. So tunafurahia ufufuo, kufa na kufufuka kwa Kristo. Kwetu ina maana kubwa sana. Maana Jesus brought eternal life, deliverance from sicknesses and infirmity. Kwamba katika kufufuka kwake, kwa sababu mwili wake ulichumbuliwa, mwili huu ambao huwa unapatwa na magonjwa, sisi hatustahili kuwa tunapata magonjwa, kwa sababu tayari Kristo alisema ya kwamba yote amekwisha, na alichukua madhaifu yetu, alichukua magonjwa yetu yote, ili sisi tukaweze kutembea tukiwa watu ambao tuko huru. Kwa hivyo wakati huu na katika weekend hii tunasherehekea Pasaka, tunasherehekea ufufuo, tunasherehekea sikukuu ya kipekee. Hii sio kama zile sikukuu zingine za kidini. Hii ina maana kubwa sana kwa dunia nzima. Hii ina uwezo mkubwa. Naamini hii inastahili kusherehekea kwa ushindi mkubwa, hata zaidi ya ile ya Krismasi. Krismasi ilikuwa kwamba ni kuzaliwa, na tunashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Na hii tunasherehekea sio kuzaliwa, tunasherehekea ushindi, ambao hapo ndipo anamkomesha shetani, ambapo hapo ndipo anapata nafasi ya kumpokonya shetani mamlaka na funguo, na atatukabidhi sisi. Sasa kifo na mauti haina uwezo juu yetu. Biblia inasema ya kwamba hata sisi tunapokufa hatufi tu, lakini ni ya kwamba tunapumzika, ni miili yetu inapumzika. Praise the name of the Lord. So kuna umuhimu ya sisi kusherehekea hii sikukuu katika haya mambo mawili au matatu nimesema, inafungua akili zetu kuelewa ya kwamba ni kwa nini tunasherehekea hii Pasaka. Hatusherehekei kwa sababu watu wengine wanasherehekea. Hatusherehekei kama walevi vile wanavyosherehekea kule nje. Lakini tunasherehekea tukiwa na ufahamu, tunaelewa ya kwamba hatusherehekei tu mtu tu wa kawaida, lakini tunasherehekea aliyebeba dhambi zetu na akakubali kufa na akazikwa na akafufuka. Na huo ushindi tumepata. Kufufuka kwake kumetupatia ushindi. Hatuhesabiwa katika wafu, wala hatuhesabiwa katika kitabu cha mauti, tunahesabiwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa hivyo wokovu wetu unapata maana kubwa kwa sababu ya kumwamini Kristo aliyekufa na kufufuka. Tunajivunia kwa sababu ile ambaye tumeitanishwa naye alishinda kifo na mauti. Hayuko mautini tena, hayuko kwenye kaburi tena, lakini amefufuka na akafufuka akiwa na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana Yesu akubariki sana. Tunaposherehekea ufufuo wa Kristo, chochote ambacho kimekaa kimekufa katika maisha yako, ninaomba kikapate pumzi mpya, kikapate ufufuo mpya katika jina la Yesu. Labda kuna mambo umeangalia na ukaona kwamba sasa haya yamepita, haya yamemalizika, hata matumaini yangu juu ya haya sasa ni ya kwamba hakuna. Lakini kwa hapa kama mtumishi wa Mungu nitamke maneno haya: chochote ambacho kimekaa kimekufa katika maisha yako, mpaka umepoteza matumaini, umeondoa mawazo yako katika hilo jambo, unaona haya mambo ni kama haiwezi ikafanyika, ninakuombea mchana wa leo kwa nguvu ya ufufuo, by the power of resurrection, whatever seems to be dead in your life, may God give it life once again katika jina la Yesu. Nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa kaburi, kutoka mautini,
ninatamka hizo nguvu zikaweze kutamalaki maisha yako, zitamalaki njia zako, itamalaki hiyo biashara yako, itamalaki ndoto zako, itamalaki maono yako, maono uliokuwa nao makubwa lakini sasa yamesahaulika, ni kama umeazika. Lakini nakutangazia kwamba kama vile Kristo alivyokufufuka, mimi najua kwamba hata hilo ambao ni lako Mungu alipatie pumzi likawete kufufuka tena katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Situmpigie Bwana Yesu makofi mchana wa leo katika jina la Yesu. Aliyeshinda kifo na mauti, aliyeshinda mauti, aliyeshinda mauti, aliyeshinda kifo, aliyeangikwa pale msalabani, aliyekubali kuvumilia kifo cha msalaba, aliyekubali kufanywa aibu, aliyekubali kufanywa dhihaka, alikubali kuvikwa taji la miba. Biblia inasema ya kwamba hata alinyweshwa dhiki. Biblia inasema ya kwamba alipigwa kwa mijeredi. Biblia inasema ya kwamba na hata alidungwa kwa mikuki, na hata alitemewa mate. Mambo haya yote yalifanywa ya aibu, haikuwa anastahili yeye hiyo aibu. Biblia inasema ya kwamba alikufa kifo cha laana. Hakustahili kufa kifo cha laana. Waliokuwa chini ya laana ni sisi, bali alibeba laana zetu na akaenda nazo pale msalabani. Hatuko chini ya laana ya dhambi tena katika jina la Yesu Kristo. Hauko chini ya laana ya dhambi. Bwana Yesu asiwe sana. Maana mjiza mkubwa sana wa mwanadamu ni kuondolewa kwenye laana ya dhambi. Wewe sio mtumwa wa dhambi, na ukifanya dhambi ni kwa sababu umepotoka, lakini elewa ya kwamba dhambi zako zililipwa gharama. Praise the name of the Lord. Dhambi zetu zilipwa gharama kubwa. Haustahili kuwa mwepesi wa kutoa dhambi, wa kufanya dhambi, maana mwili ule ulifinyangwa, mwili ule ulishambuliwa ili tamaa ya mwili zikaweze kuondoka. Haustahili, kama umeitanishwa na Kristo, haustahili kutajwa kwenye dhambi. Amina. Bwana awabariki sana. Baba, tunakushukuru kwa ibada ya leo. Asante kwa neno Baba tumelipokea katika ibada hii. Bwana umezungumza nasi. Ninaomba Bwana ukatutie nguvu. Bwana ukatuongoze na ukatuinue. Tufanikishe ewe Bwana katika maisha yetu, na hata hali ya kufahamu Kristo katika kiwango kingine. Bwana utuinue katika kiwango kipya katika jina la Yesu Kristo. Tuwezeshe Baba kujua njia zako. Tuwezeshe Mungu wetu kuwa na mafunuo, hasa kipindi tuko Mungu wetu cha Pasaka, tukaelewe ina maana gani kwetu, ili tunaposherehekea tusherehekee tukijua ina maana. Hatutasherehekea tu kama watu ambao hawana ufahamu, bali Baba tukaifanye katika ufahamu na ikaweze kuwa na maana kubwa kwetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana utubariki, Bwana utuinue. Kwa Kristo Yesu nimeomba na kuamini.